Hiki ndicho alichoandika Baba Askofu Mwamakula kumuhusu binti Sifa Bajuni ambaye alijipatia maarufu kupitia wimbo wake wa Mnatuona Sisi ni Manyani. Jana niliweza kukupa taarifa zake ni jinsi gani binti huyo alivyokuwa. Sasa hii si ajabu kwa hiki ambacho askofu huyo anaenda kuzungumza, kwa sababu kwa wale ambao hamumjui Sifa basi mtashtuka, lakini kwa wale waliojaribu kupata wasata kukaa naye lakini pia kusikiliza sauti yake juu ya matamshi yake, basi naamini mtakuwa mpo pamoja na Baba Askofu. So Baba Askofu alisema hivi: machozi ya Baba Askofu kwa mtunzi wa wimbo Mnatuona Nyani. Anasema Mnatuona Nyani huu ni wimbo uliovuma sana kipindi cha miaka 2 iliyopita na kuweka katika ramani ya utetezi wa haki. Mtunzi wa wimbo huu ambaye ni binti katika kanisa naongozwa na mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile wa Mbeya. Kupitia wimbo huu utunzi wake alionja joto la jiwe kutoka kwa walio na mamlaka ambao walihisi kuwa wao ndio walikuwa walengwa wa maudhui yaliyomo katika wimbo huo. Baada ya kuimba wimbo huo ambao kimsingi ulikuwa ni ujumbe waliwaya uliowalenga hasa watawala wa Tanzania, mtunzi alikamatwa na jeshi la polisi. Tulimpazia sana kelele. Baada ya kuona kelele za kutaka achiliwe zimezidi kuwa nyingi, akaachiwa. Wakati mchungaji Mbarikiwa akiwa amefungwa jela, binti huyu alikuwa mmoja wa watu walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha ninapata taarifa za mchungaji Mbarikiwa. Alinipigia simu hata usiku sana kama kulitokea jambo lolote la hatari kumuhusu mchungaji Mbarikiwa au hata mke wa mchungaji. Usiku huu nimepokea taarifa ya mshtuko, taarifa juu ya kifo cha mwimbaji huyo. Baadaye nikawasiliana na mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ambaye amenithibitishia juu ya taarifa za ukweli wa kifo chake. Kwa kuwa inaonekana kuwa ni ghafla mno, nilitaka kujua kilichotokea. Nilijulishwa na mchungaji Mbarikiwa juu ya mazingira ya chanzo cha kuugua na hatimaye kifo chake. Alhamisi tarehe 15 mwili wake utaagwa Kigamboni, Dar es Salaam, katika ofisi za wilaya ya Kigamboni kuelekea nyumbani kwao Bukoba kwa ajili ya maziko. Ninakulilia Sifa Bajuni. Ulikuwa miongoni mwa mabinti wachache sana walio wajasiri katika taifa hili. Wimbo wako Mnatuona Nyani, alama inayoishi katika taifa hili. Utakumbushwa juu ya ujasiri na uthubutu wako. Sisi tuogopao kuwasema watawala na wenye mamlaka hata pale wanapokosea kwa makusudi yaliyo na ushahidi. Mtu mwingine wa kulinganishwa na wewe ilikuwa ni Saadani Abdu Kandolo, yule aliyetunga shairi la siafu. Wamekazana katika miaka 1950 walipowasema wakoloni wakati wa kupigania uhuru, pamoja na Shaban Robert, yule aliyetunga kitabu cha kusadikika na kile kitabu cha kufikirika katika maisha katika miaka hiyo akiwasema wakoloni. Tofauti na wao, wewe uliipa gharama kubwa sana kwa kusema ukweli wenye kutetea haki, kwani uliwekwa mahabusu na kupata mateso, lakini watangulizi wako hawakuteswa kabisa na wakoloni kwa kuwakosoa. Umetuacha bila ya kuona matunda ya kazi ya utetezi wako. Hili nalo ni moja ya maumivu yaliyo makubwa kwa watetezi walio wengi kutokuona matunda ya kazi zao. Sitakuwepo wakati ukiagwa na wakati mwili wako ukizikwa, lakini andiko langu litakuwa ni sehemu ya faraja kwa familia, ndugu, jamaa, waumini na Watanzania wote kwa ujumla. Sisi tulohoji juu ya kukamatwa kwako pale ulipotunga na kuimba wimbo wa Mnatuona Nyani, lakini akili zetu hazijakilimiwa ujasiri wa kuhoji juu ya sababu za kifo chako, ingawa mioyo itaendelea kuugulia siri ya kuhisi na kupapasa sababu hizi katika ubatili wetu katika ulimwengu huu unaobatilika. Bila shaka wasomaji watatoa maoni mengi sana juu ya kifo chako pamoja na andiko hili, lakini pia walio wengi watakuwa na mambo ya kushangaza. Natarajia kuwa asubuhi njema itakapotimu, wewe utakuwa wa kwanza kuimba wimbo wa Gloria, utukufu, pamoja na malaika kama ilivyo maana ya jina lako. Ingawa wewe ulikuwa ni mkuu sana katika nchi hii, ila watu watakaofika kukuaga na kukuzika hawatakuwa ni wale wakuu, ili andiko litimie kuwa mtu aliye mdogo sana katika ulimwengu ndiye mkuu sana kwa Yohana Mbatizaji. Ni ajabu sana
kwa kuwa wengi wanafikiri ni wakuu ndio wadogo. Mimi ningeliona fahari sana kama ukuu wangu, angalau ukuu wangu ungefikia sudusu ya ukuu wako na hata themuni ya ukuu wako. Utukufu wako ulikuwa kwa mapambano ambayo wengi tunayakimbia na tunayakwepa kwa kuogopa kulipa gharama kama ulolipwa wewe. Guys, mmeelewa alichokiandika Askofu Mwamakula? So inaonekana kwamba Sifa kuna kitu alifanyiwa huko alipokuwa. So hatujui, je, Sifa alipewa sumu, alichomwa sindano, kwa vipi hivi na vile, lakini kwa hiki ambacho ameandika Askofu Mwamakula kuna ujumbe ndani yake. Tena kuna ujumbe mzito sana. Tena kutokana na hiki alichokiandika hapa mwishoni kusema kwamba utukufu wako ulikuja kwa mapambano ambayo wengi wetu tunayakimbia na tunayakwepa kwa kuogopa kulipa gharama kama ulolipa wewe. Yani Sifa alikuwa mkosoaji wa viongozi na alikuwa akinyoosha maadili, basi gharama alolipwa ni ya kifo. Je, hiki ninachokifikiria mimi kuhusu kifo cha Sifa kiko sahihi? Tukumbuke alikamatwa na tumeona so yeye Abdul Nondo naye alivyokamatwa, alivyopelekwa hospitali pale Aga Khan, alikuja kugundulika kwamba ana sumu mwilini. Hili linabaki kuwa kwenye question mark. Naamini Sifa huenda labda kuna kitu alifanyiwa. Okay, tuendelee. Lakini guys, kama unataka mengi zaidi, hebu nenda katembelee kwenye ukurasa wa YouTube pale wa Kikosi Kazi cha Injili. Naamini tafuta katika maongezi ya Mbarikiwa Mwakipesile, mchungaji lakini pia baba wa imani, lakini pia baba aliyekuwa akimlea Sifa. Naamini kuna vitu utavigundua. Nenda kule kwa Mbarikiwa Mwakipesile.